Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha unajiabone na comment vile una partager ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Wala unaweza kutuandikia kwa namba ambayo inaendelea kuona kwenye video kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza ukatupatia maoni yako aiza pendekezo yako. Langu jina ni Edi George Edi Elisha, nikiendelea kutangazia kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Na basi sasa hivi tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari, ambapo mtapata kujua nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile nje ya nchi ya DRC. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika eneo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi baada ya taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo kusema kuwa Remeka katika groupement ya Ufamandu eneo la Masisi imeanguka mikononi mwa waasi wa M23. Tukio hilo limeripotiwa kutokea Ijumaa tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026 kufuatia mapigano makali kati ya wapiganaji wa M23 upande mmoja na vikosi vya jeshi la DRC FARDC pamoja na wapiganaji wa kujilinda wanaojulikana kama Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa zinazotoka eneo hilo, mapigano hayo yalisababisha mabadiliko ya udhibiti wa eneo la Remeka. Taarifa hii inaonyesha kwamba harakati za kijeshi bado zinaendelea katika baadhi ya maeneo ya Masisi licha ya kuwepo kwa juhudi za kisiasa na makubaliano ya kusitisha mapigano yanayolenga kupunguza uhasama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Remeka iko katika eneo muhimu la Ufamandu ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara katika muktadha wa mapigano yanayoendelea Kivu Kaskazini. Kuanguka kwa eneo kama hili kunaweza kuwa na hatari kwa usalama wa vijiji vya jirani pamoja na mwenendo wa wakazi ambao wanaweza kulazimika kuondoka katika maeneo yao kutokana na hofu ya mapigano. Jambo lingine linaloongeza wasiwasi ni kwamba wakati mapigano yakiripotiwa huko Masisi, harakati za wanajeshi na vikosi vya wapiganaji pia vimeripotiwa katika eneo la jirani la Kale mkoani Kivu Kusini. Hii inaonyesha kwamba hali ya kijeshi haijabaki katika eneo moja pekee. Harakati hizo zinapotokea katika maeneo yaliyo karibu na mipaka kiutawala kati ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, zinaweza kuongeza hatari ya mapigano kusambaa au kusababisha ongezeko la watu wanaohama kutoka maeneo yaliyo hatarini. Kwa mtazamo wa kiusalama, eneo la Remeka lina umuhimu kwa sababu linatokea wakati ambako usitishaji wa mapigano unatakiwa kuwa unatumika katika eneo hilo. Ikiwa mapigano yanaendelea licha ya makubaliano hayo, jambo hili linaweza kuonyesha kwamba utekelezaji wa kusitisha mapigano bado unakabiliwa na changamoto kubwa. Pia mabadiliko ya udhibiti wa maeneo madogo kama vile Remeka kunaweza kuwa na umuhimu mkubwa wa kijeshi. Eneo moja linapodhibitiwa na upande fulani linaweza kutumika kama sehemu ya kuimarisha uwepo wa kijeshi na kuendeleza harakati kuelekea maeneo mengine. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba taarifa za uwanja wa vita zinaweza kubadilika haraka, na taarifa kuhusu nani anayedhibiti eneo fulani zinahitaji kuthibitishwa na vyanzo huru kabla ya kuchukuliwa kuwa ukweli wa mwisho. Kwa wakazi wa Masisi na maeneo jirani, jambo kubwa zaidi ni hatari ya kibinadamu. Mapigano yanapoongezeka, raia huwa katika hatari ya kulazimika kukimbia makazi yao, kutatizwa kwa shughuli za biashara, kilimo pamoja na kupata ugumu wa kufikia huduma muhimu. Kwa jumla, taarifa ya kuanguka kwa Remeka katika eneo la Ufamandu huko Masisi inaonyesha kuwa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni mbaya sana. Mapigano kati ya M23, FARDC na Wazalendo yanaendelea kuripotiwa katika mazingira ambayo juhudi za kutisha mapigano bado zinaendelea. Kinachofuatiliwa sasa ni kama mapigano yataendelea kuelekea maeneo mengine ya Masisi na Kale, au kama pande zinazohusika zitaweza kuheshimu kikamilifu usitishaji wa mapigano na kurudi kwenye njia ya mazungumzo. Kwa sasa usalama wa raia na kuzuia kuenea kwa mapigano ndiyo changamoto kubwa zaidi inayowakabili wa raia. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wakati mgogoro wa usalama ukiendelea katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya
watumishi wa serikali waliolazimika kukimbia makazi yao kutokana na vurugu wanaendelea kupokea mishahara yao hata wakiwa nje ya nchi. Ushuhuda mmoja umetolewa na Fataki Michel, mwalimu katika shule ya msingi ya Ruzizi iliyopo katika eneo la Uvira mkoani Kivu Kusini. Michel alilazimika kuondoka nchini DRC kufuatia hali ya usalama na sasa anaishi katika kambi ya wakimbizi nchini Burundi. Licha ya kutokuwa tena kazini kutokana na mazingira ya uhamisho, mwalimu huyo amesema kwamba anaendelea kupokea mshahara wake kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa utaratibu wa kawaida. Taarifa hii inaibua picha ya hali ambayo watumishi wengi wa umma wamejikuta ndani yake kutokana na vita vya machafuko katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengine wameondoka katika maeneo hayo ya kazi, huku wengine wakilazimika kuvuka mipaka na kutafuta usalama katika nchi jirani. Kwa upande wa Fataki Michel, kuendelea kupokea mshahara kuna maanisha kwamba licha ya kuwa katika mazingira ya ukimbizi na kusimamisha shughuli zake za kufundisha, uhusiano wake wa kikazi na serikali ya Kongo bado unaendelea. Kwa mtumishi wa serikali ambaye amepoteza makazi yake kutokana na vita, mshahara wake unaweza kuwa msaada muhimu wa kuendelea kukabiliana na maisha ya uhamishoni. Wakimbizi wanapokimbia makazi yao mara nyingi hupoteza vyanzo vingi vya mapato na wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo kupata chakula, malazi, usafiri na mahitaji ya kila siku. Katika mazingira kama haya, kuendelea kupata mshahara kunaweza kumsaidia mtumishi na familia yake kukidhi baadhi ya mahitaji yao katika wakati wakisubiri kurejea katika eneo lao la kazi. Hata hivyo, ushuhuda huu pia unaonyesha changamoto kubwa inayowakabili sekta ya elimu katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Mwalimu anaweza kuwa kwenye orodha ya watumishi wanaolipwa, lakini wakati huo shule zinaweza kusitisha shughuli kwa sababu ya vita na wanafunzi kuondoka katika maeneo yao. Kwa upande wa serikali ya Kongo, swala la kuendelea kuwalipa watumishi waliokimbia makazi yao lina muhimu mkubwa. Ni ishara kwamba serikali inajaribu kuendelea kudumisha mfumo wake wa utumishi wa umma hata katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Lakini pia kuna swali kubwa la namna huduma za umma zinavyoweza kuendelea wakati watumishi wengi wakiwa wamehamishwa kutokana na ukosefu wa usalama. Kwa mfano, katika sekta ya elimu, watoto wanaohama kutoka maeneo yenye mapigano wanahitaji shule salama. Walimu nao wanahitaji mazingira salama ya kufundisha. Hivyo changamoto si swala la mishahara pekee, bali pia namna ya kuhakikisha elimu inaendelea katika mazingira ya migogoro na uhamisho wa watu. Ushuhuda wa Fataki Michel unatokea katika mazingira ambayo watu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakitafuta usalama katika nchi jirani ya Burundi. Watu wanaokimbia mapigano huacha nyuma nyumba zao, mali zao na maeneo yao ya kazi, na wakati mwingine ndugu zao. Maisha katika kambi ya wakimbizi kwa hiyo huwa tofauti kabisa na maisha ya waliokuwa nayo kabla ya vita. Kwa mtumishi kama mwalimu Michel, kuendelea kupokea mshahara wa serikali ya Kongo kunaweza kumpa uwezo wa kuendelea kujikimu wakati akisubiri hali ya usalama itengamae. Lakini swala linalobaki ni lini watumishi hao wataweza kurejea katika maeneo yao na kuendelea na kazi zao? Jibu linategemea kwa kiasi kikubwa maendeleo ya hali ya usalama katika eneo la Uvira na maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na juhudi za kisiasa za kutafuta suluhisho la kudumu la vita. Kwa ujumla, ushuhuda wa Michel Fataki unaonyesha upande mwingine wa hatari za vita huko mashariki mwa DRC. Ingawa alilazimika kukimbia na kuishi kama mkimbizi nchini Burundi, bado anaendelea kutambuliwa kama mtumishi wa serikali na anasema mshahara wake wanaendelea kulipwa. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa kulinda watumishi wa umma na kuhakikisha kwamba migogoro haikatishi kabisa uhusiano wao na taasisi wanazozifanyia kazi. Hata hivyo, suluhisho la msingi si tu kuendelea kulipa mishahara, bali pia kuwezesha amani ya usalama kurejea katika maeneo yaliyoathiriwa na vita, ili walimu, wanafunzi na watumishi wengine waweze kurudi nyumbani kwao na kuendelea na shughuli zao kwa usalama na kwa heshima.
Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha ni kuongea moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tuvuke nje ya nchi ya DRC, yani habari za kimataifa. Mjadala kuhusu hali ya uchumi na maisha ya wananchi nchini Iran umeingia katika hatua muhimu baada ya spika wa bunge wa Iran Mohamed Bagher Ghalibaf kuonya kwamba nchi hiyo haiwezi kuendelea na mkakati wake wa sasa ikiwa wananchi wake wataendelea kukabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi na ukosefu wa mahitaji muhimu. Kauli hiyo inaibua picha ya changamoto kubwa ambayo Iran inakabiliwa nayo wakati nchi hiyo ikiendelea kukumbwa na hatari za vita na mgogoro wake na Marekani. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kwamba shinikizo la kiuchumi imekuwa kubwa huku viongozi wa Iran wakilazimika wakiendelea kuzingatia si tu masuala ya kijeshi na kisiasa bali pia hali ya maisha ya raia. Kauli ya Ghalibaf inapaswa kueleweka katika mazingira ya uchumi wa Iran ambao umekuwa ukikabiliwa na shinikizo kubwa. Kwa wananchi wa kawaida, swala kubwa si tu mzozo kati ya Tehran na Washington bali pia ni muhimu ni namna mgogoro huo unavyoathiri maisha ya kila siku, uwezo wa kupata chakula, bidhaa muhimu na mahitaji mengine ya msingi. Hii ndio sababu kauli ya kwamba Iran haiwezi kuendelea ikiwa wananchi wana njaa na ina uzito mkubwa kisiasa inaashiria kwamba hata kama serikali inaweza kuvumilia shinikizo la nje kwa muda, kuna kikomo cha uvumilivu wa wananchi. Ripoti za Associated Press ilichochapishwa kupitia Los Angeles Times limesema hatari za kiuchumi za vita zimekuwa kubwa nchini Iran na kwamba kuna hofu kwamba maporomoko wa uchumi unaweza kuongeza machafuko ya ndani. Iran imekuwa ikikabiliwa na changamoto zinazohusiana na vita na uhusiano wake wenye mvutano na Marekani. Mgogoro huo umeathiri pia biashara na usafirishaji wa nishati kupitia mlango wa Hormuz, njia muhimu sana kwa biashara ya mafuta duniani. Ripoti za sasa zinaonyesha kwamba mvutano katika eneo hilo umeendelea kuwa chanzo cha wasiwasi kwa masoko ya duniani. Kwa hiyo shinikizo linalolikabili Iran si tu la kijeshi pekee, linaingia moja kwa moja kwenye uchumi. Kadri biashara zinavyopata vikwazo na usafirishaji wa bidhaa vinavyokuwa ngumu, gharama za maisha zinaweza kuongezeka, na wakati gharama za maisha zinapoongezeka, wananchi ndio wanaobeba mzigo mkubwa zaidi. Kauli ya Ghalibaf inaweza kutafsiriwa kama ujumbe kwa viongozi wa Iran kwamba nguvu za nchi haziwezi kupimwa kwa uwezo wa kuendelea na mapambano pekee. Serikali inaweza kuwa na uwezo wa kisiasa au kijeshi wa kuendelea na msimamo fulani, lakini ikiwa wananchi wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kwa muda mrefu, shinikizo la ndani linaweza kuongezeka. Kwa mujibu wa uchunguzi wa hivi karibuni, Iran inaweza kuendelea kuvumilia shinikizo kwa muda, lakini mkakati wa kuendelea na mzozo bila usuluhisho la kiuchumi una hatari zake. Mchambuzi mmoja alinukuliwa na akasema kuwa Iran haiwezi kuendelea na mkakati huo milele na hatimaye italazimika kufikia makubaliano na Marekani. Kwa upande mmoja, viongozi wa Iran wameendelea kuonyesha kwamba hawataki kurudi nyuma kirahisi katika msimamo wao dhidi ya Marekani. Kwa upande mwingine, hali ya kiuchumi unawalazimisha viongozi kuingilia gharama ambazo mzozo huu unaleta kwa wananchi. Hivyo kuna mgongano kati ya msimamo wa kisiasa na mahitaji ya kiuchumi. Iran inataka kuonyesha kwamba haijashindwa na kwamba bado ina uwezo wa kushinikiza upinzani wake na Marekani. Lakini wakati huo serikali inahitaji kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaweza kuishi, kufanya biashara na kupata mahitaji muhimu. Kwa sababu Iran ina nafasi muhimu katika soko la nishati duniani, mtazamo unaohusisha usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz yanaweza kuathiri bei za mafuta za gesi katika nchi nyingine. Takriban sehemu kubwa ya biashara ya mafuta duniani imekuwa ikipitia njia hiyo, na tangu kuanza kwa mzozo, usafirishaji katika eneo hilo umekuwa chini ya shinikizo kubwa.
Hivyo kila siku ambayo mgogoro unavyoendelea inaweza kuongeza wasiwasi katika masoko ya kimataifa. Kauli ya Mohamed Baga Galibaf inaonyesha kwamba uchumi na hali ya maisha ya wananchi sasa ni sehemu muhimu ya mjadala kuhusu mustakabali wa Iran. Iran inaweza kuendelea kusimama kidete kisiasa, lakini changamoto kubwa ni kuhakikisha kwamba gharama msimamo huo haiwi kubwa kiasi cha kuwafanya wananchi washindwe kuhudumu maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo swali kubwa mbele ya viongozi wa Tehran si tu kama kunaweza kuendelea kuvumilia shinikizo la Marekani, bali pia kwa muda gani wanaweza kufanya hivyo bila uchumi kuzofika zaidi na maisha wananchi kuwa magumu. Na hapo ndipo kauli ya Galibaf inapopata uzito. Nchi inaweza kuwa na nguvu kisiasa, lakini haiwezi kuwa na utulivu wa kudumu ikiwa wananchi wake wanakosa mahitaji ya msingi. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ya kila siku ni hakikisha tunaletea habari sahihi naweza kuaminika vile kwa muda mwafaka. Langu jina ni Idi George Idi Elisha, nikiendelea kutangazia kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube Kongo Post News. Lakini kwa kutaka kuwasiliana nasi moja kwa moja unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuina kwenye video au kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza ukatupatia maoni yako aidha mapendekezo yako.